بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rajab mwaka wa 1441 katika darsa ya risala wajibu al-abdi idha amarahu Allah biamrin للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. فنليها المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. كوا إمارة كتك حقي نكون نخوف kutokamana na mwisho mbaya. tulisoma sharh tukafikia قول الشارح حفظه الله قال: وأخرج ابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. الله أكبر. متوم صلى الله عليه وسلم أسمع: إنما الأعمال بخواتيمها، حقيقة amali huzingatiwa mwisho wake. Maana mwanadamu huangaliwa katika amali zake pale anapoishia na kuondoka ulimwenguni. Zile amali zake za mwisho ndio zinazotizamwa. Kisha akapiga mfano wa ajabu: kalwi'ai, mfano wake ni kama mfano wa chombo. idha taba a'lahu taba asfaluhu, katika chombo ikiwa kile chombo pande za juu ni kizuri, basi chini pia kitakuwa ni kizuri. wa idha khabutha a'lahu khabutha asfaluhu, na kile chombo kikiwa ni kibovu juu, basi kitakuwa pia ndani yake ni kibovu. Na mfano wake pia waweza kupiga kama aliyetia kinywaji kwa mfano katika chombo, kikawa juu chaonyesha kichafu, kile kinywaji kichafu. Ukitizama makini utakuta kuwa kule chini kumetua uchafu mwingi zaidi kuliko kule uliko juu. Na hili jambo ni kweli kabisa. Yani bimaana kule mwisho kukiwa na mwisho mbaya, basi huyu mtu aliishi na nia isiyokuwa nzuri katika moyo wake. Bimaana a'mal za khairi mnazoziona alikuwa akizifanya, kwa mfano alikuwa hazifanyi kwa ikhlas, si kwa ajili ya Allah, bali ni riyaan wa sum'atan wal iyadhu billah. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة.
Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii aeleza kuwa mtu huenda akafanya amali muda mrefu, amali ya watu wa peponi, kisha mwisho wa maisha yake akaishia na amali ya watu wa motoni. Na kwa kweli maneno kama haya ni maneno mazito ya kutisha kwa yule mwenye kuyazingatia, na ni maneno ambayo lau kama mtu atayazingatia kwa makini yatampelekea yeye kuwa na hofu ya kuogopa mwisho mbaya na kutojiona kwa amali njema anazozifanya, kwani hajui ataishia vipi katika huu ulimwengu. Kwa mtu asijione akawadharau wengine kwa sababu ya amali zake, bali hii yaweza kuwa ni sababu ya yeye kuishiwa na mwisho usiokuwa mzuri. Wa inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawil bi'amali ahli al-janna au bi'amali ahli an-nar, na mwingine akawa muda mrefu afanya amal, lakini amal kama zile anazozifanya ukitizama ni amali za watu wa motoni. Afanya sana amali za watu wa motoni muda mrefu, thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli aljanna, kisha Allah kwa fadhila zake na rehema zake amkhitimishie mtu kama huyu na amali ya watu wa peponi, akaingia peponi. Na hili pia lawezekana, bali waqi'i, na Allah ndiye anayejua atakayeingia peponi na atakayeingia motoni. Lakini hili jambo waliona kwa baadhi ya watu ambao waliishi muda mrefu wakiwa wafanya maovu, kisha katika mwisho wa umri wao Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzuku kwa fadhila zake tauba, wakatubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe ndio aondoka duniani. Kufikia wakati aondoka duniani, Allah akamruzuku husnul khatima. Ili jambo mushahad, watu waliona kwa baadhi ya watu, ingawa hatuwezi kumhukumia yule kuwa huyu sasa ni katika watu wa peponi, la, lakini tusema kuwa ni alama nzuri kuwa katika mwisho wa maisha yake akatubia kwa Allah, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mauti akamfikia. Wako watu wengi ambao ni mfano mzuri katika hili jambo. ولذلك سكون القلب إلى العمل الصالح من الغرور، kule kutulia moyo katika amali njema ukajiona basi mimi siwezi kufanya amali mbovu, ni katika kughurika. هذا ليس من الإيمان الصحيح في شيء أن يسكن القلب إلى العمل الصالح، وأن الإنسان إذا كان يأتي أطرافا مما كلفه الله تعالى به يأتيه على نحو من الأنحاء، فإنه حينئذ يأمن عذاب الله ويأمن سوء الخاتمة. ukamwona mtu wafanya katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkalifisha afanya katika hili, afanya katika lile, akawa ajiona khalas mimi nishafanya, nishatosheka katika amal nimefanya, moyo wake ukatulia kuwa khalas mimi hapa ndipo mambo yangu ni mazuri, basi huyu kwa kitendo chake hiki anachokifanya cha kujiona kuwa amefika kwa sababu ya kuwa amefanya baadhi ya amali njema, hapa ndio atakuwa ameaminisha kutokamana na adhabu ya Allah na mwisho mbaya. Hadha kulluhu min alghurur alladhi yanbaghi an yuzilahu almu'minu min qalbihi. Yote ni katika kujidanganya nafsi na ni ghurur na kujiona. Yatakikana mwanadamu aondoe jambo hili, mu'min aliondoe hili jambo katika moyo wake.
wa an yakhafa su'a al-khatima, na aogope sana mwisho mbaya, wa an yas'ala Allah ath-thabat kama sa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amuombe Allah ampe thabat na amjalie kuwa imara kama alivyokuwa akiomba mtume sallallahu alayhi wasallam. wa an yas'ala Allah tabaraka wa ta'ala tasrif al-qalbi 'ala at-ta'a, na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala awe atampeleka na kumwelekeza moyo wake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. أخرج الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. متوم صلى الله عليه وسلم خير خلق الله bali kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, na akikithirisha kumuomba Allah ampe thabat moyo wake katika dini ya Allah. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك، هي دعاء يمتوم صلى الله عليه وسلم. والصحابة وكموليزا متوم صلى الله عليه وسلم كوانيني وكثيريشا كوomba dua hii. فقال كواجيبك كسيما إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. hakika hakuna mwanadamu yoyote isipokuwa moyo wake uko baina ya vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemtaka hunyoosha ule moyo wake akanyoka, na anayemtaka hupindisha moyo wake akapinda, na yeye ndiyo sababu huyu mwanadamu. falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. فلا تدري من أي الفريقين أنت، أممن يقيمه أو ممن يزيغه. hujui wewe mwanadamu uko katika kundi lipi, katika wale ambao Allah hunyoosha nyoyo zao au katika wale ambao Allah hupindisha nyoyo zao. لا يستطيع أحد أن يجزم بأحد هذين الاحتمالين. hakuna yeyote ambaye aweza kukata katika ihtimal moja katika mawili akasema mimi katika wale nyoyo zao zinazonyooshwa. huwezi kusema hivyo, wala la pili pia. ومن رجح من غير مرجح وتعسف وجار. na yote anayefanya uzito katika moja kwenye ihtimali hizi mbili hana hujja katika hilo, bali atakuwa amedhulumu katika jambo hilo. فإذا الاحتمال قاض بأن الإنسان يمكن أن يموت على غير الملة والعياذ بالله. kwa hivyo tupata ihtimal hapa yapitisha hukumu kuwa huenda mtu akafa kwa mila isiyokuwa mila ya Uislamu, yawezekana. wa anna almuslima mahma kana amaluhu salihan wa kana adhiman يمكن أن يسلب الإيمان عند السياق وعند الاحتضار والعياذ بالله. نكون مسلم vile amali zake zitakavyokuwa njema, amali zake zitakavyokuwa kubwa na nyingi, yawezekana kupokonywa iman wakati anapokata roho. yawezekana akhiru lahadha aondoka duniani na imani upokonywa, wal billah. asallallahu athabat. فهذا أمر ينبغي على المرء أن يلاحظه. إذ jambo ambalo atakikana kila mmoja awe atalilahiz, wa an yakhafa minhu,
aliogope sana wa an yataladdada li ajlihi ala firashihi bilaylin hatta yuqadda madja'uhu, kwa ajili yake usiku awe aliwaza jambo kama hili mpaka alirushe hata usingizi wake, sababu ni jambo zito. فيقوم لله رب العالمين قائما مسبحا وذاكرا ومصليا وللقرآن تاليا مخافة أن يقبض وأن تسوء خاتمته. iwe litakuwa ni sababu yeye kusimama mbele ya Mola wake kumsabih, kumtaja, kuswali, kusoma Qur'an, kuogopea kuwa isije roho yake ikachukuliwa katika hali ya mwisho mbaya. لقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح. usiku mmoja Sufyan al-Thawri rahimahullah alilia yarhamukallah kuanzia usiku mpaka kukapambauka alfajiri. فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب. asubuhi ilipopambauka akaambiwa, yani ukulia kote huku kwa kujiogopea madhambi uliyofanya. فأخذ نبتة من الأرض, kuchukua sehemu katika ardhi, mchanga kidogo tu. وقال الذنوب أهون من هذا, madhambi ni sahali zaidi kuliko hata huu mchanga ndochukua katika ardhi. وإنما أبكي من خوفي سوء الخاتمة, kinachoniuliza mimi ni hofu yangu ya mwisho mbaya, naogopa sana سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه, na huu ni ufahamu mkubwa sana waliokuwa nao. أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت, aogopee mtu isije madhambi yake akawa ni sababu ya kumwangusha pale anapofikiwa na mauti. fayuhala bainahu wa baina al-khatimati al-husna, ikawa madhambi ni sababu ya kumzuia, kizuizi baina yake na mwisho mzuri. وسوء الخاتمة على درجتين, na سوء الخاتمة iko kwa namna na daraja mbili. الأولى أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم والخلود في النار، وهذه أعظم الدرجتين. ighilibu katika moyo wake shaka na kukanusha wakati wa sakarati al-maut na mambo mazito yaliyoko katika mauti. kwa hiyo hili likabebea yeye kuingia katika adhabu ya milele wal billah, kwa sababu kwa shaka kama hii atakufuru na kutoka katika Uislamu. na katika daraja hizi mbili hii ni kubwa zaidi na mbaya zaidi. yani yumkinu an yuslaba al-iman 'inda al-maut, yawezekana kupokonywa iman wakati anapofikiwa na mauti. ومن الذي يجزم بأنه سيموت مسلما؟ سبحان الله, nani ambaye aweza kukata bila shaka kuwa atakufa akiwa muislamu? nani? la yajzimu bidhalika ahadun, hakuna yote anayeweza kufanya jazm na kukata kuwa yeye atakufa katika hali ya Uislamu. لأن الإنسان يمكن أن يسلب الإيمان عند الموت فيموت على غير الملة، نسأل الله التثبيت والعافية. mtu aweza kupokonywa iman mwisho wa maisha yake akafa kwa mila isiyokuwa Uislamu, wal billah. وأما الثانية, daraja ya pili ya su'ul khatima, وهي أهون منها, na hii ni sahali kipimo na hii ya kwanza, inawepesi. بأن يتسخط الأقدار, awe atakasirikia qadari ya Allah, au yatakallama bili'tiraf, au akazungumza maneno kama kuleta upinzani kwa jambo alilokadiriwa,
au yajura fil wasiya, au akafanya dhulma katika wasia alioandika, akadhulumu watu, akawadhulumu warithi wake, au yamuta musirran ala dhanbin min adh-dhunub, au akafa katika hali ya kuwa ameendelea kuifanya dhambi bila ya kutubia. Wa hadhi duna al-ula, na hii daraja ya pili iko chini ya ile ya kwanza, lakini zote ni hatari. ومن أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود وما تسببه البدعة الاعتقادية. miongoni mwa sababu za mwisho mbaya ni shaka na kukanusha, na mambo ambayo yanayosababishwa na uzushi wa kiitikadi. falbid'atu li'tiqadiyatu tufdi ila su'il khatima, uzushi wa kiitikadi upelekea wengi katika watu katika su'ul khatima, kama kwa mfano i'tiqadi ya Jahmiya, i'tiqadi ya Mu'tazila, i'tiqadi ya mutasawwifa na wengineo katika ahlul bid'ah, yaweza kumpelekea mtu katika su'ul khatima. wakadhalika at-taswifu bit-tauba, sawfa atubu, sawfa atubu, sawfa nitatubia inshallah nitatubia, wala atubi. wa tulul amal, na kuwa na matarajio, bado kuna umri, nitaishi, takuwa na umri mrefu. wa hubbul maasi wa ilfuha wa i'tiyaduha, na kuyapenda madhambi mpaka nafsi ikawa imeyazoea madhambi. wa ikhtilafu as-sarirati wal alaniya, na kutofautiana baina yale mtu anayoyafanya kwa siri na yale anayoyafanya wazi. bimaana akiwa katika siri yake afanya maasi, akiwa mbele za watu ajifanya mwema, kuna kama yeye. hii pia ni sababu ya su'ul khatima. wadhahiri walbatin, na kutofautiana baina kile kilichoko ndani ya moyo na kile mtu anachokidhihirisha. walqawli walamal, kadhalika mtu asema mengi lakini matendo yake ni tofauti. wa hadha huwa an-nifaq, na huu ndio unafiki aswa, wal a'yadhu billah. فكل ذلك مفض إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، وغير ذلك من الأسباب التي لا تحصى على سبيل التفصيل، نسأل الله الثبات والعافية. yote haya pelekea mtu katika mwisho mbaya, wal billah, na sababu nyinginezo ambazo idadi yake hatuwezi kuidhibiti kwa tafsili. Allah atupe thabat na atusalimishe. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة السابعة من مراتب ما أوجب الله علينا نحو ما أمرنا الله به، وهي الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، قال: alipotaja hii martaba saba katika yale ambayo ni wajib juu yetu, katika amri ambayo Allah ametuamrisha, na ni martaba ya thabat katika haki na kuogopa mwisho mbaya, akasema: wa hadhihi aidan min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun wa hiya qalilun fi zamanina. thumma saqa nasihatan 'azimatan wa hiya, kisha akataja nasiha kubwa akasema: والتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. ثم ختم الرسالة برد العلم إلى الله تعالى فقال: والله أعلم. kiufupi mwanzo akasema hili pia ni jambo ambalo wengi katika watu wema wameliogopa sana, la mwisho mbaya, lakini katika zama zetu limekuwa chache sana jambo hili. kuna watu waishi na amani kabisa, pamoja na amali mbovu wanazozifanya atarajia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal a'yadhu billah. na ukiwa utazingatia hali ya wale watu unaowajua, yatakujulisha mengi ya yale usiyoyajua. wewe angalia hali ya watu, utafahamu maneno haya anayozungumza. bali kuna wengine wasema haswa kwa yeye hana wasiwasi kabisa. niwaeleza mmoja katika ahlul bid'ah
ashabu tubul amwambia mwenzake tena kwa sauti mbele za watu, sisi hatuwezi kwenda motoni bwana. Mwanzo mpaka wa China weshe, wa Amerika weshe, na nani weshe, wote hawa hawajesha, twende sisi? Bwana, mwanzo wewe Allah akutakia nini wewe akuchome bwana? Wako wengi wa kuchoma. Yani maneno ya kijinga kabisa, maneno ya kijinga. Hajui kwa maneno haya istihza yaweza kuwa ni sababu ya kumtoa yeye katika Uislamu. Kwa haya maneno tu aliyozungumza ya istihza katika dini yakamtoa katika Uislamu, wal billah. Lakini kuna baadhi ya watu waishi namna hiyo, hawana hofu ya suul khatima. kamalizia kusema naqulu wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فهذا ما من الله تبارك وتعالى من شرح لهذه الرسالة الموجزة. فهذه الرسالة في صفحتين ولكنها جامعة لهذا القدر العظيم من الخير كما مر. وهذا ما من الله تبارك وتعالى به من شرح وتعليق عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم وأن يتقبله بقبول حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهابا إن شاء الله لتكون مشو صومة هي رسالة نشرح ياكي الشيخ رسلان حفظه الله تعالى. leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rajab mwaka 1441 tumalizia hii risala. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.